Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika mfululizo wa mazungumzo yetu, na leo nataka nikukumbushe thamani yako, hasa wewe binti, kwa sababu nimekutana na mabinti wengi sana ambao nashindwa nifanye nini. Natamani wote niwakaribishe muingie grupu la Smart Ladies. Grupu letu limeshajaa, tuna magrupu mengine, lakini nataka wasichana wengi sana mujiunge Smart Ladies, kwa sababu naona wanawake wengi sana wanaangamia kwa kukosa tu yale maarifa simple, yani zile life skills simple. Nataka niwaulizeni swali, mfano muniambie hivi, anayeuza bidhaa na yule mnunuzi wa bidhaa, anayenunua bidhaa, nani anajua thamani ya ile bidhaa? Manake anayejua thamani ya bidhaa ni yule anayeuza, kwa sababu yule anayeuza ndo anajua ameitoa wapi bidhaa mpaka pale dukani imeifikisha kivipi. Sasa iweje wewe huijui thamani yako? Thamani yako unataka kuambiwa na mtu ambaye anakuja kuikuta ikiwa iko tayari. Umeshawahi kuwaza na kufikiria athari za mahusiano ambayo sio halali? Mahusiano ambayo sio halali ni haya mahusiano ambayo ni kabla ya ndoa. Wanaoathirika wengi sana katika mahusiano ya kabla ya ndoa ni mabinti, kwa sababu huwezi kujua mtu ana malengo gani na wewe, mtu ana fikra gani na wewe. Mtu anaweza kukutumia na baada ya hitaji lake kwako kuisha akaondoka akaenda kuoa mtu mwingine, na ukija kuangalia wewe ndio uliyetumika. Lakini vipi ikiwa watu wote tutajua thamani zetu na tukaamua kusema kwamba sisi hatuingii mahusiano ambayo sio halali? Tukae, tutulie, tusubirie halali ikija, tuhalalishe, tuendelee na maisha. Ina maana sisi wote tutaepuka maumivu. Na kama mtu akaamua kukupa maumivu baada ya kuhalalisha na wewe, lakini at least huna dhambi, fikiria, una maumivu ya nafsi na pia una dhambi ya uzinifu, utapona wapi? Una uhakika gani kama dhambi yako uzinifu ukifanya maghfira utasamehewa katika jambo ambalo wewe ulikuwa una wazi na uwezo wa kulizuia, lakini ukaamua kutokulizuia? Una uhakika gani kwamba jambo lako wewe litasamehewa? Lakini pia nataka nikuulize swali, ikiwa wewe huijui thamani yako, mwanaume nani atatoka huko aitambue thamani yako, aseme huyu mtu ana thamani, acha nimheshimu? Maana yake thamani yako ni kwamba wewe hutopiga simu umuulize mtu mimi na wewe ni nani na nani. Yani wewe ndio unamlazimisha mtu akwambie kwamba wewe na yeye mkoje. Hutopiga simu kumuuliza mbona huniiti kwenye chai. Hutopiga simu kumuuliza wewe ni mtu na familia yako, mbona urudi nyumbani mpaka saa hizi? Ndio maana nawaambieni, natamani wote muingie Smart Ladies, niwanoe, niwafundishe, niwaonyeshe thamani yenu. Jinsi gani wewe kama mwanamke una nguvu, jinsi gani wewe kama mwanamke una uwezo mkubwa wa kudhibiti kila kitu kwenye maisha yako. Kama Mwenyezi Mungu alikuumba, akakusimamisha, akaita malaika na majini, akawaambia msujudieni Lela, msujudieni Adam. Akasujudu malaika ambaye Mwenyezi Mungu amewaumba na nuru. Akakataa kusujudu miongoni mwa majini, wakakataa kukusujudia. Wakasema mimi siwezi kumsujudia mtu uliomuumba na mchanga, mimi umeniumba kwa moto. Mwenyezi Mungu akamkasirikia, akamfukuza, akamwambia kuanzia leo wewe utakuwa Ibilisi. Akamtoa katika arshi yake kwa sababu yako wewe. Sisi ndio tunatakiwa tuje kukukumbusha thamani yako. Sisi ndio tunatakiwa tuje kukuambia kwamba wewe ni mtu mwenye thamani. Hivi kweli katika mazingira kama hayo wewe unatakikana tukuweke nini kwenye kichwa chako uamini kwamba wewe una thamani? Kama Mwenyezi Mungu amekutoa akasema katika dunia hii sina mwangalizi ni nyinyi wanadamu, nyinyi ndio makhalifa wangu, kama maambasada katika hii dunia, nyinyi ndio wawakilishi wangu. Kweli mwakilishi wa Mwenyezi Mungu analia kama wewe unavolia? Ananyanyaswa kwenye mapenzi kama wewe? Analaghaiwa? Anaingia kwenye mahusiano yasiokuwa halali? Anakunywa pombe? Anatembea akiwa nguo hana? Anacheza kamari? Anakula mavitu machafu? Anakula madawa? Hivi wewe ndio mwakilishi wa Mwenyezi Mungu katika dunia hii? Ukijiangalia toka umetoka asubuhi mpaka muda huu, unaona katika harakati zako za maisha umefanya jambo gani moja la kumwakilisha Mwenyezi Mungu wewe kama ambasada wake? Na wewe unahisi kama Mwenyezi Mungu alimtupa Ibilisi kwenye moto kwa kukukosea wewe? Kwa nini wewe watu wanaokukosea huadhibu?
Kwa wewe unataka kujifunza nini? Unataka Mwenyezi Mungu akulipie kisasi kwa watu waliokuadhibu, na kati wewe mwenyewe unayo nafasi ya kuadhibu watu? Nataka nikwambie karma ipo, na inawezekana watu waliokuumiza wakalipwa, lakini si lazima walipo hivi sasa. Na wewe unao uwezo wa kuzuia watu wasikuumize kwa kuona red flag na kugundua hii ni red flag na kukimbia. Lakini ikiwa wewe umeona kwamba kuna jitihada na nguvu nyingi zinatumika kwa ajili ya kukuumiza wewe, lakini wewe ukasema mimi sijaona vizuri, nataka nione vizuri, bado ukao unakazania uone vizuri, yatakupata. Na yakikupata mchumba janga hula nao kwao. Usije ukategemea mtu mwingine ndo atataka kuchukua janga lako ale na wewe. Umelitafuta wewe mwenyewe ndio utalia. Sisi sote tutakuwa tunaenda kwenye party tunacheza, wewe unatuchanga hawa mbona wana enjoy. Sisi tuliamua kuadhibu watu waliotuudhi, tuliwatoa katika hatima zetu watu waliotuudhi. Wewe unataka Mungu akuadhibie, na kati wewe una uwezo wa kuadhibu kwa kuwakata mbali, kwa kuweka mbali na wewe, kwa kutoa ruhusu tena wakusogelee, hata simu zao usizipokee, hata ujumbe zao usijibu. Hivyo ndo hasa unavyotakiwa kufanya na sio kitu kingine chochote. Kwa hiyo kuanzia leo amua kwenye nafsi yako kwamba unaenda kuchukua hadhi yako ambayo Mwenyezi Mungu amekuumba nayo. Amemuumba nayo Adam, baba yako wewe, kwa sababu wewe ni mwana wa Adam. Kwa nini usichukue hadhi ambayo wewe umezaliwa nayo? Kwa nini unataka kupata hadhi ya mkeka, hadhi ya domat? Kwa nini unataka kupata hadhi ya domat? Sisi ndo nani? Sisi tukae chini kukukumbusha hadhi yako? Wewe mwenyewe jikumbusha hadhi yako. Hata kama husikii, uone, soma basi vitabu vya dini, ujue nafasi yako, uelewe ukubwa wako, uelewe hadhi yako ilivyo katika dunia hii. Na kukaribisha kwa makala hizi na nyingine, na nakuombea Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi utambue hadhi na ukuu uliopo ndani yako. Asante.